kama mnavyojua kifo ni mawaidha. Tulikuja hapa tunaonelea kwamba kuna umuhimu wa kuanzia hapa kwanza, kuja kutoa mkono wa pole na kutoa taarifa kwa familia kwamba tuna mpango wa kumkumbuka mwenzetu Jukwaani tarehe 22 mwezi wa 8 pale Chinangali Park. Lakini pia tumekuja kwa ajili ya kukumbuka kwamba kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema kwamba death is not a threat, it's a promise. Kwamba kifo sio swala la vitisho, ni swala la ahadi. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili pia ya kuweza kujikumbusha hilo swala, tuangalie namna ambavyo tunaendelea kuwa watu wema, watu ambao tunaleta mabadiliko chanya kwenye jamii, lakini pia watu ambao tunakumbuka wenzetu waliotangulia kwa kuwaombea, kupita katika familia zao kuzifariji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo rasmi naweza nikasema kwamba madam tumepita kwa shemeji kwa ajili ya kuja kutoa mkono wa pole na kumsalimu, nafikiri sasa tumekaribishwa rasmi Dodoma. Tusisahau tu tarehe 22 mwezi wa 8 pale Chinangali Park ambapo ni kesho kutwa itakuwa ni birthday ya Mandojo. Kwa hiyo ni moja kati ya wasanii ambao tutafanya tribute kwa ajili yao. Asanteni sana. Na kufidikiwa labda imetokeaje hiyo tarehe 22 mwezi wa 8 kwa ndo birthday yake na siku ambayo mmepanga kufanya tamasha hapa Dodoma? Kama ambavyo watu wanasema kwamba hakuna kitu chenye nguvu kama wazo ambalo muda wake umefika. Sisi tulichagua hiyo tarehe pasina kujua kama ni birthday ya Mandojo, lakini tulisema kwamba moja ya vitu ambavyo tutapenda kufanya tukifika huku ni kutembelea familia ya Mandojo. Maana yake ni kwamba mwenzetu kutangulia haimaanishi kwamba hatuwezi kuzingatia kama kuna familia kaacha, kuna watoto kaacha, tunabakia kumwakilisha, na huo ndio urafiki wa ukweli. Wengine sisi hapo ni rafiki wa ukweli kwetu. Mimi nakumbuka pale niita mtoto wa nyumbani, mtoto wa nyumbani. Umeelewa vizuri, mtoto wa nyumbani. Yaani baada ya kuita homeboy anaita mtoto wa nyumbani. Na mama yangu mimi Mandojo ni mmoja kati ya wasanii ambao anapenda mpaka kesho. Kwa sababu ashapokea vizuri. Ashakuja nyumbani akapokea vizuri, anamkumbuka mpaka kesho. Kwa hiyo hapa ataona hii habari na yeye ata verify kama ni kweli. Kwa hiyo kiukweli kabisa ilibidi tuje kwa ajili ya kuweza kusaini msahihi Dodoma, kuja kuona familia. Hatujapata bahati ya kumuona mtoto, lakini nafikiri tutakuwa naye katika event. Sivyo shemeji? Naomba utupokee na utubariki na tuwe pamoja 22 pale Chinangali Park shemeji. Labda tu kwa mama kwa uchache kabisa. Unajua uwepo wa wasanii hapa ni familia. Nimekufariji kiasi gani uwepo wao hapa, lakini pia hiyo siku ni siku ya pekee ya ndugu yetu, lakini kuna heshima itatolewa. Na lipi la kusema kwa ajili ya baraka hii pia? Mimi nashukuru. Sauti iko mbali sana. Nashukuru sana. Na nimefurahi sana. Yaani faraja mlionigea ni kubwa sana. Siwezi kuhadisia. Naamini hata watoto wangu hiyo siku watafurahi. Wako shule lakini nitajitahidi nitawaleta. Na naomba isiwe leo mara ya mwisho kuja hapa. Mimi nawategemea sana nyinyi katika malezi ya watoto. Mimi peke yangu siwezi. Mfano mtu ambaye niko naye karibu sana ni Mheshimiwa Mwavunde. Yeye ananisaidia sana katika malezi ya watoto wangu. Kwa hiyo naomba msimwachie peke yake kwa sababu na yeye ana majukumu mengi sana. Nashukuru sana. Labda madini na chochote za kumalizia kwa sababu muda wa ratibu na ilitokea by coincidence tarehe ya kuzaliwa kwa Mandojo ndio tarehe ambayo mmepanga tamasha lifanyike kwa hapa. Kwa nini hamjataka kwenda hotelini kwanza kupumzika? Kifupi, kwa nini hatujataka kwenda hotelini? Kwa sababu hotelini ni hotelini, unajua. Watu wamefika kule, tulikosa time nzuri. Nilitaka iwe hivi kwa sababu iwe ndo kama tumekaribishwa rasmi Dodoma na Mandojo. Tunafahamu hapa ndo makazi yake, kuwepo kwa muda mrefu, kwa hiyo tulikuwa hatuna sababu ya kwenda sehemu nyingine yoyote. Kwanza lazima tuje hapa kuongea na wife kwa hiki kitu. Nafikiri mimi na jana tuliongea siku, tulipanga namna gani tutakifanya, lakini yeye alikuwa anapinga, na sio kupinga kwa ubaya, anahofia kamera, anaogopa maswali ambayo labda yangeleta taharuki zingine. Nikamwambia hivyo vitu havitakuwepo. Sisi lengo letu ni kukusogelea, kushika mkono na kutupa baraka sisi tuende kwenye tamasha letu tuko na raha.
vizuri. Bahati nzuri tena wakati niko kwenye treni na Domokaya ndo akanijuza kwamba hiyo tarehe ya shughuli ndo birthday ya Mandojo. Nikaona bwana, mbona kama hivi vitu vinaelekea kuwa vizuri, yani baraka inaanzia kwenye story. Kwa hiyo hiki ambacho amekisema Domokaya hapa, namna ambavyo watafanya kwenye jukwaa, nafikiri wote sisi wasanii wote tumekisupport, tumekipokea na tutampa ushirikiano mzuri ili kusherehekea birthday ya Mandojo tukiwa tuko pale jukwani kwa pamoja. Lakini sio hilo tu. Sio hilo tu. Pia sisi kama watu wa 30 ya Bongo Flava nafikiri tutajumuika katika kumsaidia Mheshimiwa Mavunde. Okay, chukua anatoa na sisi tutakuwa tunaongeza. Kwa hiyo shemeji, na kuahidi kwamba watu unaoona tutazame sura zetu kabisa. Ni watu ambao ni imani kubwa, wenye upendo wa dhati, wasiokuwa na chembe yoyote ya uongo wala unafiki. Tutajumuika na sisi kumsaidia Mheshimiwa Mavunde ili usiumbe. Kwa sababu mwenzetu kutangulia haimaanishi kwamba sisi hatupo. Sisi tupo. Una bahati, una mashemeji na mawifi wengi. Hatuwezi kukwama. Asante shemeji. Sana. Mimi pia napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Mavunde kwa sababu kwanza analipia watoto wangu school fees na yuko nao karibu sana. Na mimi sijui watoto wanaona nini kwangu, lakini kuna siku walimpigia simu wakamwambia, anko, shule zinafunguliwa, sisi tunakaribia kwenda shule, lakini tukienda shule mama anabaki peke yake, mama hayuko sawa na stress, tunaomba mtafutie kazi. Mheshimiwa alinitafutia kazi. Na chingine, sisi tulipata matatizo, tulivunjiwa nyumba yetu. Kwa kabla mwenzangu hajafanikiwa, yani tulifanikiwa kununua viwanja, lakini kabla kujenga mwenzangu akatangulia. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi, nikapata matatizo kazini, nilipata depression, ikabidi niache kazi ile ya kwanza. Nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya kupanga. Kwa hiyo mama yangu akanitafutia sehemu, akajenga kidogo, lakini kwa sababu amestaafu akaishia katikati. Lakini Mheshimiwa Mavunde akaboresha, na mpaka sasa hivi bado anaendelea kufanya maboresho, kwa sababu nilijenga hii nyumba moja, akasema hapana, bora tufanye kama na nyingine apartment ili ziweze kukusaidia. Kwa hiyo unaona tumejenga lakini nusu, lakini bado anaendelea kufanya marekebisho. Bado hii na hizo nyingine ameshaweka bati, lakini bado anasapoti sana sana sana. Kwa kweli nilitarajia mheshimiwa ile siku aliposema atasomesha watoto, ataishia kwenye ada tu. Lakini kwa Mheshimiwa Mavunde imekuwa tofauti. Atahakikisha uniform, daftari, bima za watoto, yani kila kitu. Na saa ingine watoto wakirudi shule, anafikiria simu, shemeji, watoto wamefunga shule, unahitaji nini nyumbani? Shemeji, watoto wamefungua shule, wanahitaji nini? Sijawahi kuona kiongozi bora mkweli kama Mheshimiwa Mavunde. Na mwenye kujitoa. Na mheshimiwa hanisaidii mimi peke yangu. Mheshimiwa anasaidia watu wengi sana kwenye peji yake. Na ndio maana unaona ujenzi unaenda taratibu, kwa sababu anafanya vitu kwa awamu, kwa sababu kusupport watoto, ujenzi, vitu ni vingi sana. Kwa kweli namshukuru sana Mheshimiwa Mavunde sana. Na nadhani hiyo siku nitaongea mengine. Tuna kujifunza na kujiongeza sisi. Sisi tuseme tu kama tumekusikia na tunashukuru umetupokea. Tunakuahidi na sisi pia tutajumuika. Asante. Shukrani sana shemeji. Asante sana, karibuni sana. Asante.